الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. بعدكم هميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao kwamba mwezi huu kwa mwaka unakuja mara moja, ndio ukajua una umuhimu gani kwa mwanadamu ambaye kwamba anataka kubadilisha mazingira ya maisha yake kutoka katika hali na kuingia katika hali nyingine ya kumtoa mwanadamu katika dhulumat akamuingiza katika nuru, akamtoa mwanadamu vile vile katika umaskini wa nafsi na akamuingiza katika utajiri wa nafsi. Yani Ramadhan ikaja ni kama chuo au college maalum ambayo kwamba mwanadamu akiingia katika chuo hiki ni lazima kupatikane mabadiliko, ni lazima kupatikane ikhtiyarati ya zaman pamoja na makan, mabadiliko ya wakati na sehemu, kwa vile mzunguko wa siratu maishatahu fi hayati dunya, mzunguko wa harakati zake ambazo kwamba anazozifanya huyu mwanadamu katika maisha yake haya mafupi ya Ramadhani. Laqad adallana shahru ramadanan mubarak, hakika umetuingilia mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahru rahmatu wal maghfira, ni mwezi ambao kwamba ndani yake uko na maghfira na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baad wa shahru taubatu wal itqu minan nar, na vile vile ni mwezi ambao kwamba wanadamu wanaepushwa mbali na moto, na vile vile ni mwezi wa tauba kwa huyu mwanadamu kumrudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile shahrun tuftahu fihi abwabul janna, ni mwezi ambao kwamba milango ya pepo yanafunguliwa, wa tughlaqu fihi abwabun nar, na vile vile inaenda kufungwa yale milango ya moto, wa tusaffidu fihi shayatin, na vile vile mashaitani wanaenda kufungwa. Innahu shahru at-taghyir wat-tarbiya, huu mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba ni wa mabadiliko na wa malezi. Madrasatul imaniya, ni madrasa ambayo kwamba inaonyesha imani ya mwanadamu, tena iliyokubwa. Yatakharraju minha as-saimuna biqulubin naqiyan wa arwahin zakiyan wa nufusin mutma'inna. Vile vile huu mwezi mtukufu wa Ramadhani unamtoa huyu mwanadamu ambaye kwamba yeye amefunga katika mioyo ambayo kwamba ni mizuri na ni misafi, na roho ambazo kwamba zilizotakasika, na vile vile nafsi zenye utulivu. Hadha shahr. Kwa hivyo mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zanguni Waislamu, ni mwezi ambao kwamba yanastahili mabadiliko kwa mwanadamu kwa kila uchao. Ndio maana mada yangu ya leo nikaiita shahru Ramadhan shahru taghyir lilinsan, ni mwezi ambao kwamba ni wa mabadiliko kwa mwanadamu. Ramadhan ni chuo kikubwa cha mabadiliko kwa muumini, kwa vile aya niliyotanguliza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ya ayyuhalladhina amanu, ukaona nidaa ambayo kwamba ililetwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwafaradhishia hawa wanadamu hii saumu ni kwa wale walioamini peke yao. Ali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema ya ayyuhal muslimun, wala kusema ya ayuhan nas, lakini nidaa imekuja kwa wale walioamini, ya ayyuhalladhina amanu, yamaanisha
kwa yoyote yule ambaye kwamba atakuwa tayari kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amefaradhishiwa yeye saumu. Yaweza kuwa ni Muislamu lakini si muumini, yaweza kawa ni mtu ni binadamu lakini si muumini. Kwa hivyo sasa Mwenyezi Mungu ameenda kuifunga hii saumu kwa yule ambaye kwamba ataamini, kwa sababu mafungamano ya saumu na mwenye kuamini ndio inapatikana mmea ambao kwamba unatoka katika moyo wa mwanadamu, ismuhu taqwa. Moyo ule unajalizwa mmea mzuri unaomezwa ambao kwamba unaitwa ucha Mungu. Lakini utapata nakhruju fi shahri Ramadhan wa khairumul atqiya, tunatoka katika miezi mitukufu ya Ramadhani kila leo, lakini hatumezi katika mmea huyo wa ucha Mungu katika mioyo yetu. Ikiwa ni mwizi, baada ya Ramadhani unarudi mwizi wako. Ikiwa ni msengenyaji, baada ya Ramadhani unarudi kusengenya. Ikiwa ni mfanya zina baada ya Ramadhani unarudi kufanya zina. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu nahnu laysumul mu'minun walakin almuslimun, kwa sababu sisi sio waumini bali sisi ni waislamu. Wa kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimun mu'min, kila muumini ni muislamu lakini sio kila muislamu ni nani? Ni muumini. Ayuha ikhwa, Ramadhan madrasatu taghyir. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni chuo cha mapinduzi, ni chuo cha mabadiliko kwa huyu mwanadamu. Limadha? Inna min a'zamu durus Ramadhan, katika darasa kubwa linalopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, si kufunga sana, si kutoa sadaka sana, si kuswali sana. Malengo makubwa ya Ramadhan, annahu madrasatun litaghyir alhaqiqi, ni madrasa ambayo kwamba yatakikana ipatikane mabadiliko ya kweli kwa huyu mwanadamu. Akitoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, amekuwa muttaqin, amekuwa katika wale wacha Mungu, amekuwa ni mtu yule ambaye kwamba amesahau kusema uongo, amekuwa ni mtu yule ambaye kwamba amesahau kuiba. Hapa ndio tunapata taghyiratul haqiqi fi shahr Ramadhan. Ramadhani ikitoka ndio unakuwa umepata malengo ambayo kwamba yanakuwa ni ya kweli katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haitu yatadabbaru almu'min, hakika mwezi mtukufu wa Ramadhani waumini wanakuwa na mazingatio ala mujahadatu nafs, juu ya kupigana vita na nafsi zao. Akbaru adu huwa nafsuka baina jambayn, kwa sababu adui aliyemkubwa kwa mwanadamu ni nafsi yake ambayo kwamba iko katika moyo wake, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shaitan hayuko. Kwa hivyo adui mkubwa ambaye kwamba anakuwa kwa waumini ni nafsi zao ambazo kwamba zimeenda kuorodheshwa katika Qur'an, na kila mwanadamu ni lazima awe na nafsi hiyo. Imma an yakuna nafsuka nafsul mutma'inna fi suratul fajr, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, wa imma an yakuna nafsul lawama fi suratul qiyamah, la uqsimu bin nafsil lawama, la uqsimu bi yawmil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawama. Au an yakuna nafsuka nafsul ammaratun bisu, dhukira fi surati Yusuf, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsal ammaratun bisu. Ayuha al-ikhwa, ba'da an mujahadatu an-nafs lilmu'min fi shahr Ramadan, la budda aidan wa dhabtu ash-shahawat, lazima awe tayari kuwa na mapambano ya kukidhi au ya kuziprotect zile shahawati zake. Wakati ukiona matamanio ya kitu, ni lazima ujizuie nafsi yako, ni lazima uepuke kwa yale maasi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza nayo. Na vile vile hadhihi almadrasatu Ramadhan, hiki chuo cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, tarwidh aljawarih ala ta'a, ni mwezi ambao kwamba inastahili tujikurubishe kwa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. ففيه يتغير الإنسان من حال إلى حالة أخرى, inaweza kumtoa mwanadamu katika sehemu ikamuingiza katika sehemu nyingine.
wa min al-ghaflati ila al-iqad, na vile vile kumtoa katika kughafilika kumweka katika uzinduzi. Wa min al-bu'di 'anillah ila qurbi minhu, na vile vile kumtoa kutoka kwa mbali na Mwenyezi Mungu na kuwa karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. At-taghyiratu fil ibadati wa du'a, kwanza yatulazimu tuwe na mabadiliko katika ibada zetu na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lima lianna al-ibadatu tataghayaru ila al-'ada, kwa sababu ibada zetu ndugu zangu zimeenda kubadilika, zimekuwa ni ada. Kuswali kwako ni ada, kufunga kwako ni ada, wala usiwe ibada. Hapa ndio unapata uzito wa mwanadamu, anatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wa ghayrumul atqiya, watu wakiwa wao si wacha Mungu. Na vile vile yatakikana kuwe na taghyir fil akhlaq was suluk, kunatakikana kupata mabadiliko ya tabia njema ambazo kwamba ni mwenendo aliokuja nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikiwa wewe ulikuwa katika tabia mbaya miezi iliyopita, mwezi mtukufu wa Ramadhani ukulele na tabia mzuri, wakati ukimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani uone mabadiliko ya kitabia. Kama jana katika darasa yetu tukasema al-ilmu bila husnul khuluq, elimu bila tabia njema ni elimu ambayo kama haina qima, haina uzito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu ni lazima ajipambe katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, akiwa yeye ana tabia njema ambazo ako nazo aziongeze, na ikiwa yeye ako na tabia mbaya ni achane nazo, awe na tabia mzuri. Kama vile ambavyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, man lam yada' qawlu zur wal 'amalu bihi falaysa lahu hajatan fi an yadfa'a ta'amuhu wa sharabahu. Haiwezekani kwa muumini yule ambaye kwamba hawasilishi maneno yaliyo mazuri, hawasilishi amali zilizo mzuri, yawezekana kuwa yeye hata kumkosesha tuamu wa sharabu, chakula na nini na vinywaji, kwa huyo ambaye kwamba hana tabia nzuri. Vile vile atakana taghyir fil aadat wal muamalat, mafungamano muamala baina yetu ni lazima katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kupatikane mabadiliko ya vipi tunaingiliana kama jamii, ya vipi tunaingiliana kama Waislamu, ya vipi tunaingiliana kama waumini, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku hii takwa katika mioyo yetu. Ndugu zangu Waislamu, katika Ramadhani huwa kuna watu ambao kwamba wanafanya mema kiasi kikubwa ambacho kwamba hawajawahi kufanya katika miezi mingine yoyote. Kuna watu ambao kwamba wanakuwa na tawadhu na unyenyekevu ambao kwamba haijaweza kufanyika kwa miezi mingine yoyote. Lakini jiulize swali, hata katika misikiti ya kijamii nje utapata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakuja watu wengi kuswali, wanakuja watu wengi kusikiliza darsa. Unaweza kujiuliza ni kwa sababu gani? Kwani huu mwezi mtukufu wa Ramadhani una shida gani kwa waumini wakati wa miezi mingine yoyote hawapatikani katika vipindi vya swala katika safu zote unavuziwa? Kuna majawabu matatu ambayo kwamba nikiyatoa majawabu haya ndio utapata mwezi mtukufu wa Ramadhani yastahili kiwe ni chuo cha mabadiliko. Waila kila Ramadhani itafika, tutakuwa wingi wa kuswali, tutakuwa wingi wa kufunga, tutakuwa wingi wa kusikiliza darsa. Baada ya Ramadhani tunarudi zero. Sababu ya kwanza nikiuliza swali hili ni kwa sababu gani? Wengi watakuja kusema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani sheitani amefungwa, kwa hivyo hakuna ghurur. Zile vitu ambavyo kwamba sheitani kwa akitutia chocha kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hakuna. Kwa hivyo ni nafsi zetu ambazo kwamba tunazipeleka katika swala nyingi, tunazipeleka katika kufunga sana, lakini malasaf baada ya 10 la kwanza kuishi
baada ya 10 la pili kuishi, zile safu ambazo kwamba ulikuwa unaziona katika 10 la kwanza, 10 la pili zinafanya nini? Zinapungua. Zile safu kwa ukiziona katika 10 la pili, 10 la tatu linafanya nini? Inapungua. Wa anna shaytanu laysa mawjuda, na wakati huo shaytani hayupo. Sasa kumbe kitu kikubwa ni nafsi, ambaye adui ambaye kwamba ilikuwa kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani na katika Ramadhani anayekuburi sana sio shaytani, bali ni nafsi yako uliyoibeba katika moyo wako. Huyu mwanadamu anakuwa yeye anashindwa na nafsi, ile jihadu nafsi imeenda kumtoka huyu mwanadamu. Sasa anapata nafsi yake inamwamrisha kwa yale maovu na yanaifuata, haipigani na nafsi yake. Sheitani anakuja tu ni kama kutaka support, anataka wafuasi. Sheitani ako katika campaign, na campaign yake Mwenyezi Mungu ameiweka katika miezi 12. Mwezi mmoja peke yake ule ambaye kwamba ameingia kuwa mfuasi wa sheitani atoke katika mwezi huu, ili kimalizika Ramadhani awe sheitani amepunguza wale followers waliomfuata. Lakini tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa sisi tunajisahau nafsi zetu, tunaingia katika miezi mingine tunamrudia tena nani? Sheitani. Ni kama tunatia maji katika ndoo au katika sehemu yenye tundu, tunaona twajaza, lakini kumbe kunatoka katika tundu nyingine. Kwa hivyo sababu ya kwanza watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na miezi mingine hawafanyi hivyo, ni kwa sababu ya nafsi zao zina shida, nafsi zao zina kutu, zatahili zitolewe kutu zile, ili miezi yote unayoyajua yawe ni kama miezi ya nini? Ya Ramadhani. Sababu ya pili, ukifuata darasa zangu za Ijumaa zilizopita, nilisema shahru Rajab wa Shaaban isti'dadu li shahri Ramadhan. Nilisema mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban ni miezi ambayo kwamba ni ya kuandaa kuingia katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhan. Lakini malasaf hatukuwa na maandalizi ya gemu hii, hatukuwa na maandalizi ya machi hii ambayo kwamba tumeingia leo. Hata ukienda katika machi ni lazima ufanye mazoezi ili upate kushinda kwenye mechi ile, lakini ukiingia katika mechi kujifanya ndio wafanya mazoezi ndani ya mechi, utafungwa mabao mingi mpaka ujishangae. Ndio sisi leo Rajab ikatupita, Shaaban ikatupita vile vile, hatujiandae kufunga wala kusoma Qur'ani wala kutoa sadaka wala kusikiliza mawaidha. Tunakuja kufanya hizo practice ndani ya mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhan. Nakhruju fi shahri Ramadhan wa ghayrum al-atqiya. Ndio hapa tunatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wakati ukiwa sisi si wacha Mungu. Ayyuhal kaifa nastafidu min madrasati Ramadhan? Mwisho, vipi tutakuwa ni wenye kufaidika katika hiki chuo cha mwezi mtukufu wa Ramadhan? Awalan, tajdidu niyyah wal ikhlas fi kulli ibadati wa ta'at. Ni lazima turipea, ni lazima turenew nia zetu kiikhlas, ambayo kwamba itaingia nia hii katika ibada, itaingia nia hii katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tubadilishe nafsi zetu kwa niyatun sadiqa wa qalbin tahira, nia safi na mioyo mitakatifu, ili tupate kubarikiwa kubadilika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema innamal a'malu binniyat. Amali yoyote ya mwanadamu kwanza inazingatiwa nia. Pili, kaifa nastafidu fi Ramadhan? Vipi tunaweza kufaidika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Muhasabatu nafs wa tawbatun sadiqa min adh-dhunub. Ni lazima tujihesabu nafsi zetu. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Jihesabuni nafsi zenu kabla mjahesabiwa. Wa tawbatun sadiqa, na vile vile tuwe na tauba kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala min adh-dhunub. Tatu,
الاستمرار في العطاء وخدمة الآخرين طوال العام. Ni lazima tuwe na maendelezo ya kuendeleza kuwapatia watu mahitaji yao, khidma ambazo kwamba zinakuwa kwa watu wengine tawali al-aam, kwa mwaka mzima, sio Ramadhani peke yake, ili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tupate mabadiliko ambayo kwamba yatadumu katika maisha yetu. Kwani ukimwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye kwamba alikuwa na ahli baiti zake wote walikuwa wakiishi katika miezi yote ya maisha yao kama vile mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kusoma kwao Qur'an kwa kila leo, kufunga kwao kwa sunna kila leo, vile vile kutoa sadaka kila leo. Lakini sisi tumeenda kughafilika na kufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi wa ibada peke yake, bali ya kuwa miezi yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tu katika ibada. Nas'alullah an yaj'alana min al-maqbulin fi hadha ash-shahr al-'azim wa an yarzuqna fihi at-taghyir al-haqiqi nahu al-afdal wa an yathbitana ala ta'atin ba'da Ramadan. Nas'alullah al-'auna wat-tawfiq bima yuhibbu wa yarda innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.